Kundi la tatu, tuingie kwenye kundi la tatu sasa. Kundi la tatu ni mwanamke ambaye amekomaa sasa. Yaani maana yake ile miaka 10 ya mwanzoni au miaka ile 12 ya mwanzoni tayari yeye ashavuka. Kwa hiyo ni huyu mwanamke anakuwa na mzunguko wa siku 21 mpaka 35. 21 mpaka 35. Yaani wewe ambaye ushafikisha miaka 10 mpaka 12 ndio umeanza period. Lazima ucheze hapo. Ikiwa tofauti na hapo, basi utafute msaada au unaweza kunitafuta nikakushauri. Lakini jambo la pili, mzunguko wa tatu au kundi la tatu kundi la tatu ni mwanamke ambaye anaelekea kukwama au kukoma kwa hedhi, ambayo yeye anaanza mara nyingi akiwa na miaka 35 mpaka 45, lakini wengine huwa anaanza 45 mpaka 55. Au ni watu wawili tofauti. Si naomba nieleweke? Kuna huyu ambaye dalili zake huwa anaanza mapema zaidi. Yaani hedhi yake hata kama yeye kukwama basi atafikisha miaka 45 anakwama. Lakini kuna yule ambaye atafikisha miaka 55 ndio kikomo cha tuseme ndio dunia, si ndio utafiti ambao ulifanyika ambao ukaishia hapa. Yaani maana yake mwanamke yote ambaye atafikisha miaka 55 pale ndio itakuwa ni ukomo wa hedhi. Kwa hiyo watu pata tena hedhi. Labda kuna changamoto nyingine akihisi hedhi huko baadaye kila mwezi anatoa damu, labda alikuwa na uvimbe na changamoto nyingine. Kwa hiyo ili kundi la tatu ni mwanamke ambaye yeye anakuwa na mzunguko ambao ni mrefu, yani ukomo wake wa hedhi. Yani hedhi yake yeye inatoka hii miaka 35 mpaka 45 au 45 mpaka 55, ni mzunguko ambao unakuwa wenye kuvurugika. Lakini kikubwa ambacho anashauri wataalamu wa afya na wataalamu ambao wamesomea masuala ya homoni na mizunguko, huwa kwa mwezi kwa mwaka isishuke chini ya miezi 9. Yaani kitokea kwa mwaka wewe mizunguko umeenda mara 8, wewe basi inabidi utafute msaada. Kwa sababu kuna faida nyingi ambazo ziko hapo kuhusiana hedhi. Nafikiri tutavunja mwiko sasa. Hii darasa inayofuata tutaenda kuvunja mwiko wa 4 ambao unahusiana na hakuna haja ya kupata hedhi. Ile darasa ambayo nimesema pale juu, kwa sababu gani mwanamke anapata hivi au kwa sababu gani kuna haja kupata hedhi, kwa makundi hayo manne ambayo lazima uyafahamu. Kundi la kwanza ni mwanamke ambaye ameanza hedhi kwa mara ya kwanza, lakini yule ambaye anatumia uzazi wa mpango, na yule ambaye amekomaa machuadi, na